Ninakusalimu mpenzi mtazamaji wa Yamba Letu TV pote pale ulipo. Imani yangu kubwa ni kwamba wewe ni muheri. Habari za kwako muda huu mnaonipata kutoka huko USA Marekani. Lucky brother, nakupa saluti sana huko maeneo ya Kalemi. Tuna mdau wetu ambaye anaitwa Mwambi Kadima huko. Ukimpata hapo unapata Yamba Letu TV. Ila huko mjini Uvira pia tuna wakala wetu ambaye anaitwa bwana Zola huko Nyabibwe, Kiliba na sehemu zingine Mboko. Huko yupo Judge Naziri, ni promoter wa kwetu mashariki yote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asanteni sana hata watazamaji wetu wa huko Rwanda, Uganda, Malawi, Zambia, Tanzania. Ninawasalimu. Mimi naitwa Thompson Unjibata Ngalomliam, mwana mfalme wa kizazi cha nne cha tukufu tele. G4P Info, mtoto wa Mbujimai, namba 10 mgongoni. Niko nawe hapa mjengoni kuzungumzia swala la mauaji ambayo yametokea kati ya jeshi la taifa FRDC na wazalendo. Waza na FRDC kimenuka kwenye mashamba ya mapambano. Hawaelewani tena. Mkokotano umekuwa mkubwa. FRDC na wazalendo wanasaidiana katika vita dhidi ya Rwanda na Uganda. Lakini sasa kumekuwa na chokochoko, siasa imeanza kuingia na imewachokonoa kabisa. Leo tukiwa tarehe 19 mwezi Februari mwaka 2024, tarehe 18 siku ya Jumapili, ni kwamba katika mji wa Goma FRDC na wazalendo walirushana risasi. Walikufa wazalendo wawili, ripoti za awali, na FRDC watatu. Raia 5 wamejeruhiwa, lakini inawezekana idadi ikaongezeka. Hayo yote yanatokana na nini? Kutokuelewana. Wamoja wanapata mshahara, wengine hawapati mshahara. Wamoja wanapewa vifaa vya kijeshi, wengine hawapewi vifaa vya kijeshi. Mara wanapopiga wanakamata mji, masaa kadhaa adui anakuja na kamata tena ule. Maafisa wengi wa jeshi la Rwanda wanafariki, baadaye vikosi vya Rwanda tena vinazidi kuongezeka. Waliokuwa katika jeshi la taifa ghafla tu wanaonekana kwenye mashamba ya mapambano. Katika matangazo yetu yaliyopita mmeona namna vile wamekamatwa wapiganaji wa MONUSCO, askari wa ulinzi wa Umoja wa Mataifa walivyokamatwa kwenye mashamba ya mapambano wakiuza vifaa, dhana za kivita kwa mahadui, na sio mara ya kwanza. Yote hayo yanachanganya, inafikia hata raia wananchi hujiuliza, kweli vita vinaenda namna gani? Tunapiga hatupigi, tunaendelea hatuendelei. Tunasikia hata kwenye vyombo vya habari mbichi ambayo letu wanasema maaskari wa Rwanda wamekufa. Je, sasa mbona vita hatukamati? Wanahota kama uyoga? Wana nguvu zipi? Maswali yanakuwa lukuki. Hata simu zetu zimefikia kuwa nzito na kupata mahujumbe ya watu. Wanakuwa wanajiuliza, mfumo wa vita ni mkali sana. Vita vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sivyo kama unavyofikiria. Unapoenda kwenye mashamba mapambano kuna ukweli mwingine tofauti na ule ambao unakujua wewe. Unapoingia kuchunguza, ukipitisha kajungio ndani ya maafisa wa jeshi, ndani ya baraza za usalama, unaenda kukuta kwamba kuna siri zingine nyingi ambazo wewe ulikuwa uzijui, ambazo zinafanya vita kukawia. Mpenzi mtazamaji, ni hilo. Kwa hiyo leo tunazungumzia mada yetu. Rwanda yataka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukaa kwenye mazungumzo. Vesa Biruta, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, ameandikia Umoja wa Mataifa barua kwamba ambieni Kongo tuketi kwenye meza ya mazungumzo. Tuketi kwenye meza ya mazungumzo, pamoja na vita viwezi kumalizika hivyo. Kwa Kongo pamoja na zile ndege zake haliogopesha na kutishia Rwanda. Lakini Rwanda akaona hapana, hivi hatuwezi kuendelea. Kwa hiyo tuketi kwenye meza ya mazungumzo. Wengi wanafikiri ni Rwanda, wengi wanafikiri ni M23 ndio inapigana na Kongo. Sio M23. Ni Rwanda na Kongo, na sio Rwanda na Kongo. Vita ni vizito. Mkikumbuka aliyoyasema mzee Laurent Desire Kabila kwamba ingizeni watoto katika jeshi, vita ni vikali, lakini watu wakawa na upumbaha. Hawakutaka kuingiza wanao katika jeshi. Sasa ndio hivyo. Hapa studio niko na mgeni wangu Bwana Amuri Migombano. Karibu katika studio za Yamba Letu. Nafasi ni ya kwako. Kabla ya kuingia kwenye mada, watazamaji wangetamani kujua profile ya kwako. Amuri Migombano ni nani? Tunamsikia mara kwa mara kwenye mitandao ya kijamii. Asante
asante, tumeshukuru kwa kutukaribisha. Kama ulivyosema, watu wengi watatufuata na wanatufuata. Mimi ni Amuri Migombano Destin, niko coordinateur national wa shirika la kiraia ambalo tunaita Dynamique Congo Puissance. Congo Puissance ni shirika la kiraia ambalo linatumika hapa ndani ya nchi yetu ya Kongo, haswa huko Uvira, Sud Kivu. Na kufuatana na ile tuliona ni vyema kuunda hilo shirika la kiraia ambalo litaitwa Congo Puissance. Congo Puissance ni kusema kwamba tunahitaji nchi yetu iwe yenye kuheshimika, iwe nchi yenye kuwa nguvu katika Afrika na katika dunia yote nzima. Kwa maana hiyo kuwa na ile nguvu tunayo, tuna uwezo kuwa kabisa nchi yenye kuwa na heshima, nchi ambayo inaweza kuheshimika mu Afrika na dunia yote nzima, parce que tuko na resources bwana journalist, tuko na resources, tuko na vitu ambavyo vinahitajika meme na zingine manchi. Na kama leo tutagusia hili swali la mzozo ambao unaendelea kati ya M23 na FARDC na nchi yetu, ulisema mzuri kwamba sio M23, ni regime ya Kigali, non seulement regime ya Kigali, mais ni regime ambazo ziko nyingi. Vous allez voir même la communauté internationale ina participé mwa ile vita kutugumbanisha. Wanatugumbanisha kwa nini? Parce que kwa ile ambayo tuko nayo, ile mali tuko nayo, na kuona wananchi wa Kongo waendelee kuwapumbazisha, waendelee kuwafanya wasiwe watu wa kuwaza mbali na kufanya ili kwamba nchi yao iendelee kuwa nchi yenye kuheshimika, nchi yenye kuwa nzito katika dunia hii. Parce que wanaelewa kwamba uzito tunaweza kuwa nao, lakini watupumbazishe, waendelee kututia rido kwa macho tusione biliko mbele na tusifikie kiwango ambacho zingine manchi zilifikia. Parce que tufikie ile kiwango hawatapata ile resources yenye wako pata leo kimagendo et console. Na kwa hiyo ilikuwa presentation kusema kwamba mimi ni coordinateur wa shirika la kiraia ambalo tunaita Congo Puissance Mouvement Citoyen hapa Uvira na Mkongo na MDRC. Rwanda inaomba Umoja wa Mataifa iwasikilizishe na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kukaa kwenye meza ya mazungumzo. Juma iliyopita Rais Felix Tshisekedi amesema kwamba kamwe hawezi akakaa kwenye meza ya mazungumzo na M23. Hawezi kabisa. Na si mara ya kwanza rais analizungumzia hili. Unafikiri ni kwa nini Rwanda imuombe Kongo kuketi kwenye meza ya mazungumzo na wameshabaki kwenye meza ya mazungumzo sana? Lakini Vesa Biruta alisema kwamba Kongo ikumbuke mikataba ya Rwanda, ikumbuke mikataba ya Angola, ikumbuke mikataba ya Nairobi. Kwa nini Kongo hawataki kuketi kwenye meza ya mazungumzo na Rwanda ili kumaliza huu mzozo? Maana kwa risasi imeshindikana. Tangu état de siège imekuwa état de siège, la ville de Goma comptait 20 généraux. Masisi, Ruchuru, na maeneo mengine kule walikuwepo majenerali wengine watatu. Nord Kivu ikakuwa na 23 généraux. Makanali hapana kuhesabu. Le major usihesabu. Ba capitaine usihesabu. Et pourtant nchi kama vile Burkina Faso, nchi kama vile Cote d'Ivoire, Guinée, unakuta un lieutenant anapiga coup d'etat. Unakuta un capitaine, tunachukua mfano wa Musa Dadis Kamara Guinea kule, kapiga coup d'etat. Kipi ambacho hakiendi kwa Kongo? Na kwa nini sasa mmeshindwa kirisasi mkatae kufanya mazungumzo? Nawaza kwamba kukataa mazungumzo ile tulifuata sisi sote president mwa ile sommet walikutana na huko. Kukataa mazungumzo désormais ni kitu cha maana bwana Mari. Kwa maana kuna mazungumzo mengi tulienda kukaa, tulipenda kukaa sana siku nyingi sana na watu wa Rwanda, na watu wa autorite ba regime ya Rwanda, na watu wenye kuwa ndani ya M23. Uliona kipi tulifikia comme solution? Tulienda Rwanda, tulienda meme Nairobi, tulifikia wapi? Et jusqu'aujourd'hui, sisi tunaweza kwamba tellement que Rwanda inafika mu niveau ya comprendre que kuna mwiba nayo inaanza kumwingia. Parce que tulifata même déclaration ya ministre wa affaires étrangères na coopération et tout consort, Biruta, François Biruta anaandikia Nations Unies voire même États-Unis, iangalie gisi naweza kuitisha wale watu
nchi mbili Kongo na Rwanda kuikaa fasi moja. Na waza ile espace haitakuwa tena. Ilikuwa ni chance yenye ilikuwa dédiée kwa wakati ambayo ilipita. Lakini kwa hii wakati nilifurahi sana na decision ya president de la Republique kusema kwamba haiwezekani na haitawezekana tena kusema kwamba tukae meza moja na M23, tukae meza moja na Rwanda, tujadili tuongee mambo kuhusu kumaliza hii vita. Vita itaisha ni kulisasi. Na hiyo ni determination ilikuwa nzuri parce que ulipana example ya Mali, ulipana example ya Burkina Faso et consort. Uliona wewe peke gisi watu walijisove, walijibere wao wenyewe. Haikulomba ke Nations Unies intervenir. Haikulomba ke il faut France intervenir. D'ailleurs waliwafukuza. Waliwafurusha nje. Ni determination yenye tunaomba tout simplement kwa gouvernement ikae na ijidetermine ishimame kabisa kidete kwa ile decision parce que la guerre ni stratégie. Tunaweza kuwa na 23 généraux. Wakati 23 généraux haina morale yenye kuwa vraiment ya kutetea nchi. Ile 23 généraux inaweza kupigiwa na 2 généraux. Unaona bwana mwali. Lakini kufuatana na declaration, kufuatana na decision zetuliona gouvernement précisément président de la République Kamata, tulisema kwamba tutaona vita itaisha. Kama naye hatafanya semblant. Parce que kuna kufanya discours, kuna kuongea na kutenda. Sasa tunapenda ile kuongea ifatane na matendo ambayo tutaenda tunaona kwamba inafanyika. Tuliona hapa juzi meme mabombardement, mabombe mpaka mwa aeroport ya Nord Kivu ya Goma. Zilitoka wapi? Et même ukiangalia même service ya renseignement américain ina déclaré inasema kwamba c'est en réalité mablende za Rwanda ndio zenye zilituma zile mabombe kwenda kutenter kubombarder ma missiles zetu ama ma avions de chasse zetu. Vous voyez ça? Mais qu'est-ce que Nations Unies ili kamata comme décision du ama contre le M23 contre Rwanda? Inasema tu veuillez voir comment munaweza kuachana ile vita et tout consort. Mais tuko tunaona kisi wako wa intervenir mu vita ya Ukraine. Tunaona kisi wana intervenir fasi zingine kama wana ile decision wako na ile precision kusema kwamba tunataka kumaliza vita. Tunaona kabisa wanakuwa na intervenir. Tunaweza fanya appel ku hiyo Nations Unies na ku États-Unis kusema kwamba na zingine manchi zenye ziko complice na Rwanda ziache kusoutenir Rwanda. Parce que Rwanda au finish tuta comprendre que tulifata même président wa Rwanda alisema que gouvernement ya Congo iko napenda kujouer pour renversement ya pouvoir ya Rwanda. Ile ni kizingizio kingine ya mpya yenye tuko tunaenda tunaona, tuko tunaenda tunasikia, lakini ile yote ni kuéchapper decision, ni kupenda kuleta comment dirais-je, ni kupenda kuleta ile pression ku gouvernement ama kwa president de la République Félix Tshisekedi asiendelee kukamata ile decision kusema kwamba hatutakaa meza moja. Lakini sisi kama shirika za kiraia, sisi kama population ya Uvira, sisi kama population ya nchi yote nzima ya DRC tunasema kwamba hatuna tena muda wa kukaa na M23, kukaa na regime ya Kigali ili tujadili tuongee hayo mambo, tuongelee hayo mambo parce que tuliongea siku nyingi, turu nyingi, some ziko mingi sana zilifanywa, manegociation yalifanywa mpaka tulifika mnivo ya kuitika vitengo vimoja bwana mwalimu. Lakini mpaka hivi Rwanda haikuwa rasure, haikuitika. Ilipenda tu kuendelesha vita, ilipenda tu kuangamiza wananchi wa Kongo na mpaka hivi wanaangamiza. Sasa tunapenda tuende, Rwanda inapenda kututia tukue assujetti, tukamatiwe nao. Kwa nini? Rwanda ni nchi tofauti na Kongo, na Kongo ni nchi tofauti na Rwanda. Na waza decisions za Kongo zisiporte beaucoup plus. Amuri migombano, kufikiri kwamba kuna kitu kinachofichana. Tukiangalia kuna mwananchi mmoja amenitumia audio asubuhi kupitia bwana Lucky Braz. Anauliza, je, kweli taarifa tunazozifuata kwenye vyombo vya habari zinakuwa za kweli? Unasikia Sukhoi imeenda, Sukhoi imepiga, wamekufa. Kwa nini Rwanda anatuma mabomu Kongo? Kongo asitume bomu Rwanda. Rais alisema kwamba soki mutumuko akufi na Goma tokonyata. Akasema ataomba maseneta na wabunge. Tangu alivyotamka hiyo wameshakufa zaidi ya mtu mmoja. Ile tamko iko wapi? Je, hakuna mfumo wa maneno mengi matamu? Wa Kongo wanasikia, wanaona kwamba rais kasema na kilichopo huko chini nchi imeshaga kwenda. Ufikiri
Nawaza kweli, na ndio maana tunaendelea kualerte, tunaendelea kuleta kuambia autorite wetu wa nchi wao wazalendo na wakamate madecision, na zile madecision zisikuwe tu wanazikamata tu wanasema tu, lakini waingie kutafuta kuonesha comment l'impact ya ile madecision, ile madiscours mutera. Haini moindre escarmouche Rwanda ikiua ama M23 ikiua mtu mmoja na déclarer guerre na Rwanda. Tulivisikia président alisema et tout consort. Mais vous pensez que parce que on a tué déjà, il faut déjà à une moindre escarmouche napiga? Nawaza ni stratégie, ni étude, ni analyse. Parce que vita iko kulamuka hivi vitu naenda sapiga. Non, il faut kuétudier. Na vita iko kusema tu ni masasi tu tunapiga pale. Kuna gisi même tunaweza mener ma diplomatie sur le plan international, na on sentir que Rwanda yenyewe inakuwa obligé kutoka ama kuomba M23 itoke. Mais quand même par rapport na matuerie, par rapport na mort d'homme tuko tunaona watu wanakufa sana kiolela, na M23 inaendelea kufanya vraiment vitendo vya ukatili sana. Tunaomba vraiment gouvernement isibakilie tu mteori, na ba ministre basibakie mteori, même le président de la République asibakie mteori. C'est vrai que labda kuna kitu kinafichiwa kiko chini. Yawezekana parce que si on est vraiment plus de 45 000 hommes wagombanishe moins de 10 000 hommes washinde kupigana. Si on kama kuko ile volonté, kama kuko ile détermination ya gouvernement na président de la République mwaili, si on est vraiment. Tulifanya ma manifestation hapa juzi, kuomba meme ma ambassade zitolewe, zifurushiwe nje. Mpaka hivi decision hatuyasikia decision inatoka gouvernement. Lakini tunaona kusomeni walienda hapo, president tena nakamata mesure yenye kuwa inasaidia population kukuwa na espoir mu president na mu gouvernement ke kweli wako wanapenda kugombanisha ama kumaliza ile mizozo. Kuna mwananchi mmoja ameniandikia akasema kwamba mwana mfalme M23 sio le 23 mars, M23 manake inchi 23 ambazo zimeungana pamoja kupigana na Kongo. Unafikiri inawezekana ndio maana Kongo inashindwa kumtoa Rwanda pale? Nawaza ikikuwa hivyo, nawaza itakuwa ni matata na itapenda kuonesha kwamba hatutatoka mwa hizo. Kama ni inchi 23 zinatupiganisha sisi et encore tukikamata decision hatufiki mu niveau ya kuonesha kama zile ma decision vraiment zilikuwa prise par des autorités beni bako vraiment patriotes, yawezekana tutaendelea kuumia. Lakini nawaza hata zinaweza kuwa inchi 23 là où kuko gouvernement responsable, là où kuko président de la République mwenye anajijua kwamba iko pale kwa ajili ya maslahi ya wananchi, hata zikuwe inchi 25, inchi 15, tunaweza tukazipiga tu. Wewe unawaza wa terrorist ambao walikuwa Burkina Faso et peu partout au Mali, pourquoi walifurusha? Pourquoi walipiga? Parce que ba autorité wa Mali, wa Burkina Faso walikamata décision waka comprendre qu'il faut sauver la terre burkinabé. Il faut sauver la terre ya wale wananchi wao. Na sisi ndani ya nchi yetu ya Kongo, hata wakuwe M23 ikuwe ni inchi 25, inchi 100, tunaweza kuwapiga tu parce que la guerre ni détermination, ni kujitolea. Bon, kushindwa ni siasa. Ni siasa ambayo ingali inashindikana. Siasa yenye tuko nayo mu niveau national interne ya nchi yetu, siasa yenye kuwa aussi mu niveau international. Parce qu'il faut jouer avec les deux balances, la politique nationale et la politique internationale. Ça, ile vitu viwili vinatembea de pair, vinatembea fasi moja. Politique internationale tukiingilia amo zaidi, tunafanya madiplomatie zenye kuwa nguvu, tutafika mu niveau ya kujikuta kwamba tuko tunaenda tunaresoudre problème zetu. Lakini ce qui va primer beaucoup plus ku politique internationale ni politique nationale yetu. Parce que tuko na politique nationale yenye kuwa ferme, yenye kuwa nguvu, iko na mamire na ma mesure za maana pour sauver le pays, pour au moins rasserener la population. Na waza tutajikuta kwamba vitu vitaenda vizuri. Lakini tuko na politique interne yenye kuwa dhaifu, normalement au niveau international. Na kainchi Kenya hakawezi kuchonga, hakawezi kututia kidole macho. Kata tutia kidole macho bwana mwalimu. Lakini tuna appeler surtout ku responsabilité ya ba autorité congolaise, ku comprendre que kama kuko wale ambao
wanacheza ile mchezo ya deux poids deux mesures, wako huku wako kule, tunawaza watakuwa wako wanapotezea watu vraiment heshima, non seulement heshima, wanapoteza maisha ya watu wengi. Uliona meme watu ambao wako wanaenda wanazikiwa, watu ambao wasoda non militaire wako wanaenda wanadetere, wanatosha mumashimo, walizikiwa tu ukiolela. Et ça il faut que gouvernement na président de la République bayue kukamata ma mesures zenye zitakuwa vraiment idoine, zita répondre favorablement tena dans l'immédiat ku problème yenye kuna persiste ndani ya République démocratique du Congo. Hakuna mwatamaliza hii vita kama haiko sisi wenyewe, wakati haiko communauté internationale, haiko États-Unis, haiko France, mais ni sisi wenyewe. Na tukisema sisi wenyewe ni wananchi wote wa Kongo na government yetu kuwa inashimama kidete. Wakati wa kuipindua serikali ya Desire ya Mobutu ni kwamba Rwanda, Kongo kulikuwepo na mikataba ya Remera. Katika mikataba hiyo kuna vipengele viwili vikubwa ambavyo vilileta sitofahamu kati ya Laurent Desire Kabila na Mamluki le mercenaire, na ambayo imepelekea Kabila kufariki. Kulikuwepo kipengele cha 10 cha Akora ya Remera ambacho kinasema kwamba udongo wa Kongo 300 km a vol d'oiseau itapewa nchi jirani. Kila Mtutsi Mnyarwanda aliyoko nchini Kongo apewe uraia. Akina Profesa Wamba Diawamba, Adolphe Olusumba na wengine, akina Lambert Mende na wengine wengi wamesahini wakakubali kwamba tutampindua Mobutu na tunakubali kupana udongo wetu, tunakubali kila Mtusi Mnyarwanda aliyoko Kongo apewe uraia. Ule mkataba ukasainiwa. Na walivyokuja Kabila mzee alipogundua hilo, akafanya mapinduzi. Ndani ya mapinduzi akakataa kile kipengele. Mwenda siku Kabila amefariki, mtoto wa Kabila kachukua madaraka. Mtoto kalazimishwa kuingiza yale mambo. Vile vipengele viwili vikaingia ndani ya katiba ya Kongo. 217e article na 210e article. Le Congo doit céder une partie de sa terre au pays voisin. Iko ndani ya katiba. Na kufika mwaka 2005 ikaonekana kwamba Kabila akasema avec l'aide du peuple congolais je vais céder. Ikabidi kufanyike kura ya maoni, ndio au hapana. Wananchi wakapiga kura ya ndio, pasina kujua ni ndio ya nini, na walikuwa na wabunge waliowakilisha, wakawaambia pigeni kura ya ndio. Leo watu wanalalama, hawa sio wakongomani. Mzozo uliopo Uvira, Wanyamulenge sio wakongomani, Wanyamulenge ni Wanyarwanda. Mulenge ni mlima wetu, wakati mmesahidi kwamba Wanyamulenge ni wakongomani. Alisi kupitia referendum wa député wa 2001, 2003, 2006, 2011 wanaijua hiyo katiba. Ufikiri kwamba hili swala ndo ambalo linafanya kila mara wanaambia Tshisekedi nenda kwenye mazungumzo? Maana katiba ya Kongo inaweza kubadilika, lakini zile artikla zibadilishwa, zinabaki pale pale. Na unakuta deputy tena mshahara unaongezeka. Alikuwa ku $7,000 anapanda ku 9. Kutoka ku 9 anapanda ku 11. Anatoka ku 11 anapanda ku 21. Leo anapanda ku 33. Zile artikla hazibadiliki. Ufikiri kwamba hilo ndo tatizo? Kwa nini makabila mengine yasikubali kupana waziwazi udongo kwa Rwanda, kwa Uganda, kwa Burundi kama mlivyosaini ndani ya katiba na kama mlivyokubali Wanyamulenge kuwa wakongomani? Ufikiri haya yote haya ndio yanaleta pasua kichwa kwa Rais Tshisekedi? Hata anaweza kamata decision, lakini wanamuonyesha angalia hapa. Karibu. Nawaza bwana Tshisekedi hakuweza kusaini katiba hiyo, ama bwana Tshisekedi hakuweza kukamata makoro za heureusement nasema c'est dans l'ancien temps. Et les accords zinakuwa zinaexpire. Accords zinaexpire. Accords kuna watu wanakuwaka wanakiuka makoro. Tunaweza kupatana sahi,
lakini magharibi tunajikuta kama gisi wanasemaka la nuit porte conseil, tunajikuta kwamba kesho yake ile accord tulisaini sai no haikuwa na importance. Ndio hapo naulizia kwa nini sasa tuchukue wadepite nyinyi ma société civile wananchi kwa nini la nuit ne vous porte pas les conseils? Ces deux articles restent toujours identiques. Les articles non changeables dans la constitution de la RDC, ça reste toujours comme ça. D'autres articles peuvent être modifiés ila zile zinaendelea kusalia pale. Nini ambacho akiendi ni baada ya kula mnofu wa nyama mtu anakuwa na kirda. Nawaza vous avez raison parce que d'abord tulikuwa na referendum 2005. Referendum ilikuwa na ile katiba itapangiwa hivyo, lakini kulikuwa ka correction kidogo en 2015 comme ça, 2011 comme ça, baka modifier certains articles sauf zile. Lakini kwa sasa tulienda comprendre petit à petit que ce n'est pas ça le problème. Hizo article mbili tunaweza kuwa tunazielewa kwamba ziliingiziwa na hao watu ambao walikuwa kusensitive, parce que tuliona Zarias Rubero RCD ilikuwa hapo na wengine ambao ni watu wabaya ama watu wenye wako contre le pays, la RDC walikuwa kusensitive, walikuwa kumameza za kutayarisha hiyo katiba. C'est normal que hizo article zinaweza kuwa ziko incorporé mu constitution, mais le problème c'est quoi? Haiko zile ma article. Le problème iko ku watu ambao wanatuongoza, parce que hata nijikute kwamba article fulani iko mu constitution ya nchi yangu na mimi niko mzalendo, lakini hii article inafanya ama inaleta kupana madaraka kwa watu wa nje na mimi niko rais ama niko autorité ndani ya nchi yangu, koma nitike wanibebe haki? Parce que nilikuta kwamba mu referendum waliweza kuingiza katiba ama article kitengo ambacho kinapana 300 metres 300 km ndani ya nchi yetu ya Kongo. Comment? Na wale ambao waliweza kuincorporer ile article wanaweza kuwa waliincorporer à son temps, mais quand même ce n'est pas obligatoire que tuwapatie ile 300 km. Si tel est le cas, Rwanda iseme M23 ituambie kwa nini hawasemi hivyo kwamba ni 300 km, kwamba ni 300 km kwa nini Tshisekedi, kwa nini serikali ikataka kuketi nao kwenye mazungumzo? Mara kwa mara tulizungumza na Meja Willy Ngoma, anasema kwamba bwana, kuna mambo ambayo rais hataki kwa wazi, si waje tuketi kwenye meza ya mazungumzo. Comment le M23 inaweza obliger tout un gouvernement responsable d'un pays? Sababu kuna mikataba. No, mikataba ambayo imeandikwa na nyinyi mnakataa. Mikataba waelewe kwamba ça expire. No, mpaka sasa ile article ziko ndani, lakini sisi hatutaki kutembelea sawa na hizo article, parce que tunaona kwamba tukitembelea sawa na zile article zitaenda kuleta mambo mabaya ndani ya nchi yetu ya Kongo. Imaginez-vous 300 km ibebeu tuipatie Rwanda. Comment ça? Quel est ce gouvernement? Qui est cette autorité? Alors, Willy Ngoma ndiye atatufanya sisi ama afanye government na rais ampatie ama wapane 300 km ya nchi yetu ya Kongo? Na waza kwamba ile wasahau na waendelee kusahau tangu leo mpaka miaka yote mpaka gisi Yesu atarudi. Hawatapata hata santimetre moja hawataipata. Na asante sana. Tuko hapa hatuwezi weza kuitika kwamba hivyo vitengo viendelee kuheshimiliwa, vitikiwe na government yetu ili kwamba tusede pourquoi. Asante sana Mudi Migombano. Turejee kwenye kichwa chetu cha leo. Wazalendo wawili wamefariki, FRDC watatu wamefariki katika mtafaruko mkubwa baina ya makundi haya mawili yamekokotana na wamefikia kuuana. Uoni kumeanza ile ambayo Wangala wanaitaka chongi mindondo ebandiko kota ekoti na arme na biso babandiko kabwana FRDC na bazalendo bamika bwana. Hili swala uoni hapo mbele kuna habari leo? Kwa kweli kufuatana nos hommages kwa wale ambao walikufa, tulifata jana siku ya Mungu ile 18 kulikuwa ile échange kidogo ya tir entre FARDC na wazalendo, lakini tunaendelea kufuatilia kwa kina tujue est-ce que ile inaweza kuwa ni question ama ni politique ambayo M23
pourquoi pas le Rwanda na wale ambao wanaendelea kuunga M23 mkono, tuangalie kwamba eski wanaweza kuwa ni wao ndio walishaanza kutumika namna hiyo. Lakini kama ni échange de tir par rapport na gisi tulifata chef de quartier wa quartier Lac Vert alisema kwamba ni militaire alikuwa anapenda kwenda Goma, lakini akapitia mena njia ambayo wale wazalendo walikuwa wakidhibiti wanachunga kufatana na usalama. Kwa hiyo kubishana, kubebana kidogo kimaneno, kukakuwa ile échange de tir. Mais jusque là yawezekana tunaweza kuelewa kesho kwamba ilikuwa tu ni problème tu ya mésentente seulement entre eux, yenye haiwezi kuwa ilitoka nje ya nchi, ama yenye haiwezi kuwa ilikuwa utilisé par le M23 et le Rwanda, tout ça pour que kuwe mzuzano ama kuwe ile mambo yenye kueleweka entre M23 na comment dirais-je, les jeunes wazalendo. Lakini tutasema kwamba les jeunes wazalendo doivent travailler, watatumika toujours na FARDC, parce que wazalendo ni wananchi, FARDC ni wasoda, ni wa militaire wa nchi yetu ya Congo. Normalement, comme le président de la République aliwezaka kufanya ile appel à la jeunesse, kusema ku population ya Congo na ku jeunesse que bote benye bako tayari kwenda kusaidia waende kusaidia, na waza kusingilie siasa mbaya chafu ambayo inaweza kuleta chachu entre wazalendo na FARDC. Na hiyo tutaendelea kuichambua, tuendelee kuifuatilia kwa kina, tujue est-ce que ile siasa mbaya, ile siasa ya uchafu ambayo M23 iko naendelea kudeveloper na Rwanda iko naendelea kudeveloper, pourquoi pas même la communauté internationale, parce que jusque là on ne voit rien du tout kungambo ya communauté internationale mkadi ya intervenir kusaidia wananchi wa Kongo wenye wako wanauawa du jour au jour. Na waza kutana na ile tutaendelea kuchambua na kufuatilia sana kwa kina, tujue est-ce qu'en réalité ni politique yenye commentée par le M23 na Rwanda ili waanze kuleta mizozo kati ya vijana wazalendo na FARDC. Tunafika mwisho kingoni. Kuna ubaya gani, madhara gani yanayoweza kujitokeza ikiwa Rwanda na DRC wakiketi kwenye meza ya mazungumzo ili vita hivi vipate kumalizika? Unafikiri vinyume vyake inaweza kuwa nini? Maana Rwanda amekwenda kugundua kwamba pamoja na bunduki mizozo itaendelea kuongezeka, wananchi wanakuwa hawasemezani vizuri. Kuna wengine wanakuwa wanaogopa kupita njia ya Rwanda, na walizoea kupita njia ya Rwanda. Na umesikia Vincent Biruta amesema kwamba Kongo na Burundi wameanza kuungana kutaka kupindua serikali ya Kagame. Vitu vinazidi kuongezeka. Kuna mabaya gani, vinyume gani unaviona ikiwa wakiketi kwenye meza ya mazungumzo? Kuketi kwenye meza ya mazungumzo, vinyume ama vibaya ambavyo sisi wananchi wa Kongo hatuwezi tukaitika ni kwamba tuitike ma propositions. Parce que propositions za M23 na Rwanda ni kusema kwamba ni kukamata ile M23 tuitike ingie mwalo, iokipe ma poste fulani wapewe nao madaraka fulani ndani ya nchi yetu ya Kongo. Ile ni mabaya na ni madhara ambayo hatuwezi kuitika sisi wananchi wa Kongo. Tutaendelea kupambana, tunaweza kuwa tayari na tuko tayari kuendelea kupambana mpaka tuhakikishe meme kuguti ya mwisho tunamaliza M23. Kama ni kulisasi, kama ni kudiplomasia, tuendelee kushindikiza government na armée yetu, na tunaomba watch s'il vous plaît wakamate ma décision comme des hommes politiques, comme des hommes d'État. Ushauri wako kwa serikali ya Rwanda, serikali ya Kongo na kwa wananchi? Serikali ya Rwanda, kwa serikali ya Rwanda ni kusema kwamba waelewe kwamba kuna ile msharti ya Nations Unies wala msharti ya Union Africaine ile kuheshimia mipaka ya wengine. Waendelee kuheshimia mipaka ya Kongo. Hatuna ubaya na Rwanda. Hatuya endaka kuinsécuriser Rwanda. Pourquoi wao toujours wasoutenir des milices, wasoutenir wa terroristes ili kumaliza hao watu ambao waishakufa? Ni miaka ngapi? Presque 30 ans aujourd'hui. Presque 30 ans. Nous avons vers trentaine d'années. Mais Rwanda toujours derrière les terroristes, derrière les milices contre les Congo. Waache vitendo kama hivyo,
tout qu'on a compté plus de 15 millions de morts en RDC. Au Rwanda, il y a 14 millions de personnes, d'habitants. Vous voyez, vous tuez tout un pays. Rwanda iendelee kukamata, ikomprendre kwamba wanaweza wakaishi bila kuinsikilize Congo, wanaweza wakapata mali de manière ma coopération bilatérale, tunaweza kuendelea kuéchanger nao sans problème, même de minerais tout consort na kuma marché internationaux, tunajikuta kwamba tuko tunaenda tunasaidiana. Lakini wao kuwaza kwamba c'est par la guerre, c'est par matuerie zenye wako wanafanya kwetu que ndio wataendelea kuresoudre maproblème zao, ili wasahau na hawataweza que c'est par la guerre ndio wanaweza kupata ile 300 km inasemewa maaccords za mer et tout consort. Ce n'est pas ça. Warizike na de 26 000 km2 yao, parce que le Rwanda c'est 26 300 quelques km2. La RDC c'est 2 345 000 km. Warizike na ile 26 000 km2. Warizike na ile 14 millions, 15 millions, ça dépend même de l'Afrique à 50 millions d'habitants. Warizike na ressources minières, ressources naturelles zao. Warizike parce que c'est Dieu qui a donné à la RDC toutes ces ressources. Warizike wa comprendre que mon relation ziniziko sawa, tunaweza kutraiter nao sans problème, bali kuliko kutiwe, kuliko kuendelea wako na wanatia pression kwa gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais ni kusema kwamba nchi ni government, nchi ni wakuu wa nchi. Sisi population, décisions zetu zinaweza kuya nyuma contre même ces autorités. Parce que tuko tunaendelea comprendre que même dans le gouvernement, kuko wa ministre wenye wako wanaendelea collaborer avec ces forces nuisibles contre la population. Wale wa ministre, wale wakuu wa nchi, kama ni force armée, wa comprendre kwamba il est temps ya kujirevenir, ya kujirudia hapo na wakamate ma mesures watumikie nchi. Il n'y a pas un autre Congo si ce n'est pas le Congo que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a pas un autre Congolais ou d'autres Congolais si ce n'est pas hao wananchi tunaona leo. Il n'y a pas un autre gouvernement bila gouvernement yao. Il n'y a pas une autre armée si ce n'est pas le FARDC. Wakamate ma décision, washimame comme wa patriote. Il y a eu des gens, kuko watu wananchi wa Kongo wenye walitika kufa ili kusaidia nchi yetu ya Kongo. Bwana Mwari, uelewe kwamba Patrice Emery Lumumba alikufa pour que toujours tujikute kwamba nchi inaendelea kushimama comme Congo DRC. Laurent Désiré Kabila alitika kufa moins de 4 ans. Pourquoi alitika kufa? Parce qu'il comprendre que normalement kuishi bila kusaidia wananchi ni nini? Kuishi bila kusaidia nchi yake kuendelea ni nini? Na kwa hiyo tunaomba wa autorité wetu, tunaomba population yote congolaise et comprendre que nous devons travailler à la congolaise et pas travailler à l'étranger. Non, nous devons manger, tukule, tukunywe kama wananchi wa Kongo, tuishi kama wananchi wa Kongo na tuendelee kutumikia nchi yetu kama wananchi wa Kongo. Kwa hiyo nashukuru sana kwa invitation, kwa mwaliko ambao umetualika. Nasema tena mimi ni Amuri Migombano Destin, kijana mzalendo, coordinateur wa shirika la kiraia Dynamique Congo Puissance. Asante mpenzi mtazamaji wa Yamba Letu TV, katika habari mbichi ya leo tarehe 19 yetu ambayo tumekuandalia muda huu ni kwamba wazalendo wawili wamefariki na FARDC watatu wamefariki huko mjini Goma wakati wa mabishano ya wao kwa wao kutokana na tatizo la kutokuelewana lugha ina maana masemi, kutokuelewana kwenye mwelekeo mmoja. Ila pia tumechambua kwa undani pamoja na mwaliko wetu ambaye tutakuwa tukimwalika mara kwa mara kuchambua masuala ya kisiasa na usalama. Tumezungumzia masuala ya Rwanda kuomba Umoja wa Mataifa kuwakutanisha na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye meza ya mazungumzo. Umemfuata vizuri mwaliko wetu, amesema kwamba naona Umoja wa Mataifa unakuna nyamaza na huenda ukawa na mkono mweusi katika vita hivi, haswa pale ambapo Rwanda ina idadi karibuni ya watu milioni 14, lakini ambao wameshafariki nchini Kongo kufuatana na mzozo wa Rwanda na Kongo ni watu milioni 15. Ina maana milioni 14 kuua milioni 15, na Umoja wa Mataifa unakaa kimya, unakuwa unaambia Kongo ketini tu kwenye meza ya mazungumzo. Mwaliko wetu anasema kwamba ni swala ambalo silo la kufumbia macho, na kwako kiongozi, askari jeshi, afisa, mtu yeyote mwenye kutumika kwenye vitengo vya kiserikali ambao unakuwa na tabia na mtindo wa kusaliti nchi yako,
achana na hayo maswala, ni muda wa kulikomboa taifa. Ametoa ushauri kwa serikali, ametoa ushauri kwa wananchi. Bwana Amuri Migombano Destin kutoka Dynamique Congo Puissant, tunakushukuru na karibu wakati mwingine katika studio zetu. Tunatamani hata kila leo wewe unakuja tu tunachambua mada za kisiasa. Asante sana. Asante. Ni shukuru ambaye alikuwa kwenye upande wa pili leo, anaitwa Bwana Jolie Saleh ambaye ametusaidia upande wa kamera kwa siku ya leo. Tunashukuru kabisa, kazi yake ilikuwa nzuri. Yambalieto TV ni chuo ambacho kinakuwa kinafunza watu vile vile utangazaji, ushikaji wa picha, ushikaji wa kamera. Kwa hiyo vijana wanakuwa wengi ambao tunakuwa tunawapa coaching. Unaposikia jina limebadilika kwenye upande wa kamera, kwenye upande wa mitambo, ni hivyo mtandao wetu, TV yetu inazidi kupanuka. Mimi ni Thomson Njibata Ngolo William, mwana mfalme wa kizazi cha nchi tukufu tele. G4P Info, mtoto wa Mbujimai, namba 10 mgongoni, nasema alamsiki.